Ni usiku wa majonzi. Kifo cha kutatanisha cha Sheila Chebet kimeendelea kuacha maswali mengi bila majibu, huku familia, marafiki na wakazi wa Nyeri wakiwa katika majonzi makubwa. Kilichoanza kama matembezi ya kawaida usiku, sasa kimegeuka kuwa fumbo zito linalochunguzwa na maafisa wa usalama. Polisi wanaendelea kufuatia mkondo wa matukio ya saa zake za mwisho, ikiwemo alikokuwako, alikuwa naye, ili kubaini chanzo cha kifo chake. Mamlaka zinatoa wito kwa yeyote mwenye taarifa kujitokeza kusaidia uchunguzi, huku wakiahidi kuhakikisha haki inatendeka. Ni wakati huo huo, jamii inaendelea kusubiri majibu, huku hofu ya wasiwasi vikiongezeka kuhusu usalama wa vijana wanaoishi mbali na wazazi wao. We understand they spent quite some time together, and that is why we are holding him as the key suspect, but investigation is underway. Friendship where jua mtu una date, like take your time when you're dating to know the person more. Ni kuambia tu penda mtu anakupenda na mtu anakujali na life yako, na mtu akikuacha wewe move on badala ya kuhurt. According to me, I prefer like mkiachana na mtu, just let it go and don't get to an extent of thinking of getting another person's life. If you feel like you're getting to that extent, just find someone you can talk to, because for sure this is life. Everybody is moving on. People have different thoughts, different perspective. So when you think of taking someone's life, first think of 10 steps ahead of your life. Think of what can happen to you before you do that. Kwa sasa familia na jamii ya Nyeri inaendelea kuomboleza kifo hicho. Nikiripotia runinga ya TAS, jina langu ni David Monene.